asifiwe. Na kusalimu kwa jina la Bwana Yesu. Na kupenda na Bwana Yesu anakupenda. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo ambayo Mungu ametulinda. Leo ni Jumapili, tumeona mkono wa Bwana na saizi ni usiku. Tunakaribia kwenda kulala. Tunamshukuru Mungu kwa yote ameifanya, kwa sababu isingelikuwa Mungu kama hatuko hapa, kama mimi siko hapa, ama kama wewe hauko hapo. Ni kwa neema ya Bwana tu ametulinda, na mitego yote ya adui ametulinda na tuko wazima. Tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo. Tumeenda abudu Bwana kanisani na tumeona mkono wa Bwana na tumerudi salama. Jina la Bwana libarikiwe. Siku ya leo tutazungumzia, kuna ushuhuda ambayo Bwana amenikumbusha jana wakati nilikuwa katika maombi. Bwana akanikumbusha mambo ambayo amenitendea miaka 6 iliyopita, na akanikumbusha, nikakumbuka kwamba inabidi nitoe ushuhuda huu, kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Mungu maneno yake yote ni kweli na amina, na hayawezi kubadilika. Mungu akisema jambo sharti litimie. Maneno yake yote ni kweli na amina. Tutamshukuru kwanza Mungu kwa wakati huu. Baba, asante kwa jina la Yesu kwa ajili ya jioni hii, usiku huu ambao tutaenda kuzungumzia matendo yako makubwa. Utawale Bwana yote, na utukufu wote kurudilie Baba yetu wa mbinguni, kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa wakati mmoja kwa mwaka wa 2020. Nakumbuka ilikuwa nafikiri mwezi wa 8. Nikaanzaka kuugua matiti, ikakuwa inavimba na inauma sana. Ikafika wakati ambapo ikakuwa mazito, ikakuwa makubwa, ikavimba, ikakuwa kama vile matofali, na hata sikuwa naweza hata kuvaa bra kwa sababu ilikuwa naumiza sana. Na nikakuwa katika hali moja mbaya sana, na mwovu akaanza kuniletea woga na kuonyesha kwamba ni magonjwa ambayo yasiyo na tiba, na kunaonyesha kwamba nataka kuondoka duniani. Lakini nikamkumbuka Bwana, nikakumbuka maneno ya Mungu alivyotuambia kwamba katika Isaya 53 na mstari wake wa 5, nafikiri nasema kwamba kwa kupigwa kwa Bwana Yesu tumepona. Wakati ambapo nilikuwa na maumivu mengi na mawazo mengine inaweza kuja, mawazo ya kunikatisha tamaa, nikashikilia neno hilo, nikakuwa nakiri kwa imani, nasema kwa kupigwa kwa Bwana Yesu nimepona. Kila wakati nikakuwa nakiri maneno hayo kwa imani. Yakaendelea kuvimba, nikakuwa napata moto, homa sana, na hata kama singekuwa na uwezo hata ya kufanya nini, ya kuvaa bra, nilikuwa naumizwa na vimbwa, na hata kwamba kama mwovu akaanza kunionyesha mambo, kwa sababu kuna sister yangu mmoja ambaye ni mkubwa yangu aligonjwaga hiyo ugonjwa na akafariki. Na alifariki, wamemkata matiti, wamemkatakata, kwa sababu walikuwa na pima kwa hospital, nasema acha tuondoe matiti ili kwamba isiendelee, lakini waliendelea kukata, kuondoa, lakini hadi alipofikia mwisho akafariki. Na mwovu akaanza kunionyesha hivyo, kama hivyo sister yako amekufa, njoo vile na wewe utafanya nini, utaenda. Lakini nikakataa sauti ya mwovu, nikaipinga, kwa sababu nilisimama kwa neno la Mungu, nikijua kwamba neno la Mungu hadi zake ni kweli na amina. Na nikakiri, nikasema sitakufa bali nitaishi na kutangaza matendo makubwa ya Mungu. Nikakumbuka hiyo neno la Mungu katika kitabu cha Zaburi 118, nasema gisi gani, sitakufa bali nitaishi na kutangaza matendo makubwa ya Bwana. Nikakataa magonjwa, nikakataa
kwenda, kwa sababu nilijua kwamba hata nikienda kwa hospital watasema kwamba ni magonjwa yenyewe haina tiba, lakini nikasema kwa jina la Yesu niko mzima, kwa sababu Yesu alitaka kuchukua magonjwa yote, ameshapigwa kwa ajili yangu. Nikasema kwa neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu najua kwamba haliwezi kubadilika, na Yesu mwenyewe akasema kwamba tuwawekea magonjwa mikono watapokea afya. Nikasema Bwana hauaibishage na hautaniaibisha. Kila wakati unapomtumikia Mungu ujue kwamba Mungu hawezi kuaibisha. Kama Bwana Yesu iko pamoja na wewe, umempatia maisha yako, ujue kwamba iko hapa kukutendea mema na kutimiza maneno yake kwa maisha yako, kwa sababu hadanganyage na hawezi kusema uongo. Kama amesema kwamba kwa kupigwa kwake umepona na umepona, ni kwako kushikilia neno hilo na kuliamini, kwa sababu Mungu hasemagi uongo. Bwana asifiwe. Wakati ambao maumivu yalikuwa nazidi na woga wa mwovu, nakumbuka nilikuwa naanza amka kama saa 8 ya usiku ama na na mara nyingine sitaweza kulala kwa sababu ya maumivu. Mwovu anataka kuonesha usiku katika wakati ninapokuwa katika kitanda, ananionyesha kwamba ananionyesha woga, ananiletea woga, ananiletea mashaka, anaonyesha kwamba mimi nataka kuondoka katika dunia. Lakini nikakataa uongo wa mwovu, nikakataa sauti ya mwovu, nikashikilia neno la Mungu, nikashikilia ahadi za Mungu. Bwana asifiwe. Nikajua kwamba Mungu ni mwaminifu na hawezi kudanganyika wala kudanganya. Baada ya muda huo ukapita kama miezi miwili, na sikuambiaga mtu, nikaamini Mungu tu, kwa sababu ningesemaga hata nyumbani wangepitaka wanaita ambulance kuja kunichukua kunipeleka hospitali, kwa sababu ilikuwa maumivu na ilikuwa dalili zibaya. Lakini najua kwamba Mungu ni Mungu mwaminifu. Amen. Biblia inasema hata kama nikipita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya. Amen. Neno la Mungu lote ni kweli na amina. Ni kwako kulishika na kuliamini na litatimia kwako. Nikalishika neno hilo la Mungu na nikaamini kwamba sitakufa bali nitaishi na nitatangaza matendo makubwa ya Bwana. Na baada kama karibuni miezi miwili hivi, nikaona kwa sababu matiti ilikuwa na vimba na misipa inaonekana ya green ndani ya matiti, ilikuwa mazito ambayo tena makubwa. Lakini niliamini Mungu tu. Bwana Yesu asifiwe. Nikaamini, na wakati ambapo mwovu ameshindwa na kuniletea woga wake akashindwa, kwa sababu neno la Mungu tu ndio litasimama imara. Bwana asifiwe. Mwovu hakuwa na silaha nyingine isipokuwa woga tu. Alishanyang'anywa mamlaka yote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ashatupatia mamlaka ya kukanyaga nyoka na ngene kila nguvu za adui. Mwovu kazi yake ni kuleta woga na kuleta mashaka na kuleta uongo, ili kwamba avunje watoto wa Mungu moyo na washindwe. Lakini wakati unaposimama katika neno la Mungu na kumwamini Mungu, neno lake litatimia kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Nilisimama katika neno la Mungu na likatimia. Amen. Ikafika wakati nafikiri, naona matiti nenda kukutia nyuma, inaenda na punguka uzito wayo, nenda kote na kuwa madogo, na hiyo maumivu inatoka, inaenda naondoka polepole hadi nikakuya fikia na kuwa strong na kuwa na nguvu. Maumivu imeondoka. Hiyo homa ambayo ilikuwa matiti ilikuwa moto na homa kila wakati, lakini hiyo homa ikaisha, matiti karudia nomo na nikapona completely, nikakuwa mzima. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa kushuhudia hiyo ushuhuda, bado nikisha pona tunishuhudia nyumbani ushuhuda, na nikashuhudia watu jinsi gani Mungu ameniponya na nimeshinda. Bwana asifiwe. Na mpaka hivi wakati napoona jaribu ama magonjwa ama nini, napo kuleta dalili, nasema kwa kupigwa kwa Bwana Yesu nimepona, na Mungu ambaye ameniponya na magonjwa hayo ana nguvu tu, hajawahi kushindwa. Bwana asifiwe. Na mpaka hivi nakuwa strong, nakuwa na amani, nakuwa na nguvu. Amen. Hiyo hali ilipitaga, inakuwa miaka 6 hii, na nikapona kweli kweli, kwa sababu ya neno la Mungu. Sikupataka shindano, sikuendaga kwa mganga. Bwana asifiwe. Neno la Mungu ni kweli na amina, linaweza kubadilisha kila hali ukiliamini tu. Bwana asifiwe.
ukilishika ndani ya moyo wako, unaliishi na unalikiri, litatimia. Bwana asifiwe. Maana Yesu ashatutimiza yote. Ameshatupatia uponyaji, ameshapigwa ili kwamba tupone. Amen. Alishachukua mizigo yetu yote na dhambi zetu zote. Amen. Ni kwako kuamini neno la Mungu na utaliamini. Je, Biblia inasema kwamba imani huja kwa kusikia neno la Mungu. Amen. Upende sana kutafuta kusikia neno la Mungu, upenda kusoma neno la Mungu, na wakati unapolisoma unalimeditate na litakaa ndani yako, litazaa matunda, na mwovu atakuwa na nguvu kwako. Wakati unapokuwa na neno la Mungu, unapojua haki yako, kwa sababu haki yako yote katika neno la Mungu. Bwana asifiwe. Wakati Yesu alijaribiwaga, alimshindaga mwovu kwa neno la Mungu. Amen. Wakati wote unapolishika neno la Mungu ndani yako, mwovu atakuwa na nguvu kwako. Wakati wote unapoliishi neno la Mungu na meditate, kisi Bwana amemwambia Yoshua kwamba unapotaka kuwa kusucceed, unapotaka kufanikiwa, soma maneno haya, uyashike ndani yako, uyameditate usiku na mchana. Njoo success yako, njoo mafanikio yako, njoo kuinuliwa, njoo baraka yako. Bwana asifiwe. Neno la Mungu ni kweli na amina, ni maisha na uzima. Unapolipenda, amen, utajua haki yako na utajua right yako, na mwovu atakuwa na uwezo wa kukuonea. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama vile mtu anaweza kupatia zawadi, ni kwako kuipokea na unaenjoy na ifurahia, lakini kama unaikataa haitakuwa yako. Bwana ameshatupatia uponyaji, ameshatupatia neno lake. Amen. Ni kwako kulishika neno hilo na kuliamini, nalo litafanya kazi katika maisha yako. Bwana asifiwe. Mungu ni mwenye uweza. Neno lake ni kweli na amina, na lina nguvu mpaka sasa ya kuponya, ya kuokoa, ya kubadilisha. Uliamini, amen, na utaona mkono wa Mungu. Bwana kubariki siku ya leo. Naamini kwamba ushuhuda huu utakusaidia na utashinda, kwa sababu ushindi tayari tulishapewa na Bwana Yesu. Mungu akubariki, na hadi hapo tutakapoonana tena, uwe na wiki njema ya baraka na mafanikio. Nakupenda, na usisahau Bwana Yesu anakupenda kuliko wote. Mungu akubariki.